mipango ilipikwa vipi mkaona kuna umuhimu wa kuanza upya pale 107 mtaani? Well, UFM hiyo ni programu ipo muda wote, miaka yote zaidi ya miaka 10 ipo, lakini tuliweka nguvu kubwa sana kwa zaidi ya miaka 7 hivi. Tuliweka nguvu kubwa sana kwenye news. Tuna programu yetu inaitwa Morning Express na nyingine inaitwa U Magazine. Hizo ni flagship program zetu ndio vipindi vyetu vikuu vya habari na matukio yasiyokuwa yale ya kawaida. Kwa hiyo halafu tukaweka nguvu kubwa sana kwenye sports, michezo, na tuna vipindi viwili vikubwa pia, U Live saa 10 mpaka saa 1 jioni na saa 1 usiku, pamoja na kipindi cha Sports Bando cha asubuhi saa 3 mpaka saa 4. Kwa nguvu kubwa sana tuliweka hapo kwa zaidi ya miaka 5 hivi, na imeshika sawasawa kiasi kwamba kuna watu wakisikiliza hizo program wanahisi wanasikia kitu cha kueleweka sawasawa. Mtaa 107 uko hewani sasa hivi, tunaweza tukapata ladha. Yes, sawa, itakuwa vizuri. Tupate ladha kutoka UFM, kile ambacho utakuwa nakisikia sasa hivi kupitia redio yako. Nafikiri watu wengi wamekuwa ni moja kati ya watu ambao wanakuavoid. Wanakuavoid wewe pia, Disaster Vida pia wanamuavoid sana. Na nimeona umekaa kimya, hujataka kabisa kujihusisha na hii. Maka asa nyingine mtu anasubiri mtu amkwae tu kidogo, lakini hujataka kabisa kujihusisha na hii. Unajua tangu yalipotokea mambo ya Futi 6, tunaongelea 2019 kwenda 20. Tulipoingia 20 tukaunda kikosi kazi, tukaanza kushambuliana tena na weusi kutoa kazini tena, mashambulizi. Baadaye akaja Motra, tukasema labda weusi wameamua kumleta kwetu kwa JP ya disturbance, tena nikaanza kudili na Motra. Ushaelewa, kwa kuna muda kama mfululizo wa miaka 3. Huyo ni P Mawenge, msanii wa rap hapa nchini, na ni mgeni ambaye yuko na kuvichaka katika mtaa 107. Na leo katika mtaa 107 sio tu P Mawenge ambaye ni mgeni, lakini utampata Kasampaida. Yupo ndani ya mtaa 107, lakini pia utampata Riyama Ali. Bwana mtaa 107. Unajua hiyo program ya 107 tuliposema tunaanza upya, tumekuja kuna vitu viwili mpaka vitatu. Cha kwanza ni kuleta presenters wapya, ndio hivyo Jabir Saleh na wenzie. Cha pili, hiyo program haiitwi tu program ya muziki kama vile ilivyokuwa mwanzoni. Hiyo ni program ya burudani. Na burudani tunayozungumza sisi hapa ni pamoja na filamu na muziki wenyewe. Kwa hiyo wana muziki wa bongo flavors, lakini pamoja na bongo movie tunawachanganya pamoja kwenye hiyo program ya mtaa 107. Na jambo la tatu ambalo ni muhimu zaidi, kutoka jana, hiyo program itakuwa inaruka live kwenye channel yetu 106 ya Sinema Zetu. Hapo unapoitazama ipo live kwenye 106 channel ambayo ni Sinema Zetu, na itakuwa hivyo kuanzia saa 9 kamili. Program yenyewe inaanza saa 8 kamili mpaka saa 10, lakini kila ikifika saa 9 tuna link na TV, kwa hiyo inakuwa live kwenye TV, lakini muda wote inakuwa kwenye YouTube channel iko live pia. Hata hivyo hii ni kwa kuanzia, lakini bado kumekuwa na mahitaji makubwa, tutaongeza muda nadhani bila shaka yoyote. Tupo kwenye mazungumzo na wenzetu wa Sinema Zetu tuone jinsi ambavyo tutaiboresha, kuiongezea muda na mambo kama hayo. Lakini kwa kweli ni moja kati ya mambo tunataka tuwashike vijana, kwa sababu ni muda wao. Hatukuipa nguvu kubwa sana burudani, sasa tumeirudisha. Ilikuwepo mwanzoni. Sasa UFM sio tena redio ya habari na michezo, ni redio ya habari, michezo na burudani. Mambo yote matatu tumeyakamata kwa mpigo na tunapeleka kwa kishindo kweli kweli.